Katika episode ya pili Balali inafungua na kutuonesha kina Zoa wakiwa wanajiandaa tayari kwa ajili ya party ya leo usiku. Kumbuka kwamba wako ndani ya kisiwa. Lakini upande wa Mwamba anayefahamika kama Odo, yeye alikuwa na mashaka, hakuwa na shobo kabisa hata na party ambayo itakwenda kufanyika siku ya leo. Na kama sikosei walishasemaga wahenga wasiwasi ndio akili. Mishale ya saa 3 usiku wakati kila mtu ameshajiandaa kwa ajili ya party, lakini walionekana bidada mmoja anayefahamika kama Amoa akimchukua Mwamba anaitwa Alvin kwa sababu jamaa anapenda sana kupiga piano na siku ya leo kulikuwa na piano katika eneo hili la kisiwa. Wakati kila mtu anafikiria kuhusiana na hii party itakayokwenda kufanyika hapa, lakini Mwamba Odo yeye alikuwa anafikiria kuweza kutoroka. Akavua ile bracelet na moja kwa moja akawa anatoka nje ya kisiwa hiki. Lakini ile time yuko juu kabisa ya vilele vya mlima, aliweza kuwashuhudia baadhi ya watu wakiwa wanabeba vitu kutokea ndani ya kisiwa hiki na wanavitoa, na kuna boti yao iko pale kando. Na mara baada ya Mwamba Ivan kumaliza kupiga kinanda, basi moja kwa moja akaenda kumfuata bidada Amo na kuweza kumkisi. Hii inamaanisha kwamba hawa watu tayari ni wapenzi. Basi baada ya hapo lisikika neno moja tu, music, yani party likawa limeanza. Kila mmoja akaendelea kudance na kurukaruka tu. Lakini wakati huo kuna Mwamba mmoja anayefahamika kama Charlie akaanza kumtongoza bidada mmoja hapa. Bidada akawa ametema kando. Baada tu ya Mwamba Charlie kukataliwa, basi moja kwa moja akanywa kile kinywaji cha blue ambacho kwa mara ya kwanza walipoingia hapa katika kambi kiliwalewesha sana na wakajikuta wamelala na wanakuja kuamka wako watano tu ndani ya kisiwa kizima. Mwamba akiwa amelewa na mwili unawasha kweli kweli, akaamua kumfuata bidada mmoja hivi kumwambia kwamba bana naomba nikate kiu yangu. Lakini bidada akamwambia kwamba hivi unajua kwamba siku ya kesho tunaweza tusiondoke hapa na tutaishia kufa huko ndani. Licha ya kwamba Mwamba alikuwa amelewa, lakini kauli kidogo iliingia ndani ya akili yake. Lakini upande wa pili tunaonyesha bidada Zoa akiwa na yule mshikaji wake ambaye ametokea kuivana sana hapa ndani ya kisiwa, akiwa anamwambia kwamba kunywa kinywaji cha blue bana ili uweze kurefresh kidogo mwili wako. Na bidada baada ya kutumia tu kile kinywaji cha blue akajikuta anaanza kumpenda sana huyo Mwamba na kuanza kumshikilia hivi kana kwamba anataka wanjingi njenge. Lakini pia upande wa Mwamba Ivan na bidada Amoa nao walikuwa wametoka kidogo kuelekea kando kidogo ya bahari, na huku wakaanza kuambiana maneno mazuri kwamba wanatokea kupendana tu, basi wakaanza kukisi. Lakini wakati wote huo Mwamba Odo alikuwa akiwatazama tu na kutaka kuwabuguza. Sasa Mwamba Odo kuteka ile boti akaona kwamba akiwa peke yake ni uongo. Ikabidi kumshirikisha mshikaji wake ambaye anafahamika kama Charlie. Sasa kwa sababu Charlie alikuwa amekunywa kile kinywaji ameelewa sana, hamsikii kabisa Mwamba anachokisema. Basi Mwamba Odo akawaza ni mshikaji yupi wa karibu ambaye anaweza kumshirikisha mchongo huu na anaweza kufanikiwa kuchomoka hapa. Akaona kwamba amshirikishe bidada Afrika, lakini kwa bahati mbaya bidada Afrika wakati huo alikuwa anapelekwa katika eneo fulani bila kipekee sana hapa ndani ya kisiwa. Na kumbe bidada alikuwa amechukuliwa na yule mwanamke kiongozi wa eneo hili anayefahamika kama Astrid. Akaanza kumwambia bidada kwamba mimi nimewaleta katika ulimwengu huu ili kuwatenga na ulimwengu wa duniani, na huku kama mkiniheshimu tu basi mtaishi vizuri mpaka mtapenda. Huku pande wa pili Mwamba Odo akaona kwamba akiendelea kusuasua hapa mwisho wa siku atakufa siku ya kesho. Akaogelea mpaka kuifikia ile boti, na alipoweza kuipanda hii boti inaonekana pamekucha mapema na alfajiri. Yule mwanamke alikuwa amemzuia na gari yake na kumwambia kwamba hutaki kabisa kuzurura katika meno haya ya kisiwa, ndio aliweza kujitokeza katika meno haya. Na mkononi mwake alikuwa ameshika kitu mfananio wa sindano hivi, akamwekea Mwamba katika eneo la kichwa. Alipoweza kuigusa tu ile sindano ikaonekana tundu katika kichwa cha Mwamba na jamaa tayari akapoteza maisha. Huyu ni mtu wa kwanza kufa ndani ya kisiwa. Hebu bwana, sasa kumbe bila bidada Judy rafiki wa bidada Zoa tuliyekuwa anajua kwamba huenda amerudishwa huko duniani kawaida, kumbe bana yupo ndani ya kisiwa hiki kina alikuwa anakimbia na huko ana makovu katika meno yake ya mguu. Lakini kuna Mwamba mmoja akaweza kufanikiwa kumkuta. Huyu jamaa alipoweza kumkuta bidada wala kuwa na maswali mengi, akawa mpaka rangi fani hivi katika mikono, na kaonekana yule bidada anayetembea na sindano akaweza kumgusa nayo kichwani, likatokea bonge la tundu, bidada akawa mpoteza maisha. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba wale washiriki wote 100 huenda wako ndani ya hichi kisiwa. Hasa mapema na alfajiri bidada Zoa anaamka tu anakumbuka momenti nzuri alizoweza kuzipitia siku ya jana na yule Mwamba Nicholas, na bila shaka alienda hatua ya mbele zaidi. Siku ya jana hiyo alimuahidi Mwamba kwamba atakwenda kuondoka, lakini anaahidi kwamba siku moja atakuja kurudi katika kisiwa hiki kwa sababu ya penzi lake ta. Ikabidi basi kumfuata Charlie kumwambia kwamba bana mapema na alfajiri hii mweza kutimba boti itakuja hapa tunakiwa tuondoke, si unajua Lakini alipokuwa anaelekea nyumbani kwa Mwamba Odo alipokuwa anakaa, rafiki yake anafahamika kama Feni akasema kwamba Mwamba hakuonekana kutokea jana usiku mpaka dakika hii sijamuona hapo Odo. Lakini pia kila kitu ambacho Mwamba Odo alikuwa anakimiliki kinaonekana pia na chenyewe kuweza kutoweka. Basi moja kwa moja ikabidi kumfuata kiongozi wa ulinzi anayefahamika kama Ruizo, lakini walipoweza kumshirikisha tu habari hizi, jamaa alionekana kuwa sura yake ilibadilika sana na akaahidi kwenda kutoa ushirikiano kwa viongozi. Lakini Mwamba Charlie akawa anamkumbusha bidada Zoa kwamba siku ya jana nilikuwa naongea na Odo, alisema kwamba anataka kutoroka katika eneo hili la kisiwa, lakini alikuwa na wasiwasi sana kwa kuhofia kwamba huenda angekuja kuuliwa hapa ndani ya kisiwa. Sasa wakati huo Luis alikuwa ametimba kwa huyu kiongozi mkuu anayefahamika kama Athlete na kuanza kumwambia kwamba Odo anaonekana amepotea. Basi haraka sana huyu kiongozi akasema haraka sana ngoja kwanza nimtafute huyu mtu. Na huku upande wa pili wazee wa penzi jipya na wenyewe limenoga kweli kweli, anamjali sasa hivi bidada amegundua kwamba bidada siku leo yuko tofauti. Akamuuliza shida nini, bidada akasema kwamba Mwamba Odo ameweza kutoweka katika kisiwa hiki, lakini inaonekana kwamba alikuwa na mpango wa kuweza kutoroka siku ya jana. Basi Mwamba Nicholas akapokea jambo hilo na akamsihi dada asichanganyikiwe na wala asiwe na mawazo. Yeye atakwenda kuunganisha kikundi cha utafiti, watakwenda kutafiti na kugundua kwamba wapi Mwamba alipoelekea. Lakini akamsihi dada tena kwamba usidiscuss jambo hili na mtu mwingine yeyote nje ya mimi. Lakini yule bidada roommate wa Mwamba Odo alikuwa akimtafuta jamaa na huku akimfuata Luis na kumwambia kwa ishara kwamba naomba tusaidiane tumtafute Odo, naamini kabisa yuko katika kisiwa hiki. Basi bana mwisho wa siku yeye
Charlie pamoja na Luis wakawa wamekubaliana kuweza kumteka mlinzi mmoja na kuweza kumwibia kadi yake ili moja kwa moja waweze kuitumia kadi hiyo kwenda kuingia katika vyumba na kuweza kukagua je wapi ni mwamba alikoelekea. Bana Luis akafanikiwa kumshawishi mlinzi mmoja, kisha akawa amechukua kadi yake na bidada akawa amepokea ile kadi kwa upande wa nje wa nyumba na kuelekea moja kwa moja katika department za ulinzi. Mbaya zaidi, bidada aliingia ndani katika ile kompyuta kubwa ambayo ilikuwa inaonyesha rekodi za wao wakiwepo katika hichi kisiwa, na hii kompyuta ilikuwa inaonyesha kwamba matukio ya mabadiliko ya tabia yao baada ya kuingia ndani ya hiki kisiwa. Lakini alipokuwa anatafuta faili la mwamba Odo, akashangaa kuona kuwa katika faili la Odo imeandikwa Odo is eliminated, yani Odo ametolewa nje kabisa hiki kisiwa. Lakini ili neno eliminated mara nyingi hutumika kwa mtu aliyeweza kuuliwa. Bidada akapata mashaka na kugundua kwamba Odo atakuwa ameweza kuuliwa. Wakati huu akashtukia kwamba Othan yule mlinzi ameweza kushtukia kwamba kadi yake haipo kwa sababu alikuwa akimtazama kupitia CCTV kamera. Bidada ikabidi kufanya haraka sana kutoka hapa ndani ili je. Ni kweli kabisa kama bidada alivyokuwa anahisi. Othan alihisi kwamba ameangushia ile kadi katika ile jumba ambalo alikuwa ameingia na Luis. Na ni kweli bana, bidada akawahi katika eneo hilo na kuirusha kadi. Kisha mwamba Othan alipoweza kufika hapo akalikuta ile kadi yake iko humo. Akaamini kwamba hakuna kilichokuwa kimeendelea tofauti. Kiongozi wa kisiwa akatangaza msako mzito ufanyike ili kumtafuta mwamba Odo, lakini akatangaza habari njema kwamba bidada Africa amekubali kubakia ndani ya kisiwa hiki. Lakini pia akatangaza kwamba hata Ivan amekubali kubakia ndani ya hichi kisiwa. Kumbe bana, Ivan ameweza kushawishiwa na ule Oma ambaye ni mwenyeji wa eneo hili. Huyu mwamba Ivan ukiachana tu na kushawishiwa na bidada kimapenzi kubakia huko, lakini pia alikuwa anabanwa sana nyumbani kwao kwa sababu yeye ni mtoto wa kishua na mzazi wake alikuwa anambana sana na kutokumpa uhuru kabisa. Lakini ile siku dogo anaondoka, alikuwa ametuma ujumbe nyumbani kwao na kumwambia kwamba anaelekea katika party na ndakopo sipo kwa muda kidogo ila ndakuja kurejea. Na huu ujumbe kumbuka kwamba wanaotuma ni wale watu waliochukua simu zao. Lakini mzee wake akagundua utofauti mkubwa sana wa jambo kwa sababu si kawaida ya mtoto wake kuweza kutuma ujumbe pindi anapogundua amefanya jambo la ovyo. Akahisi kwamba huenda kuna jambo fulani liko tofauti. Akaagiza wapelelezi maarufu kabisa kuhakikisha kwamba wanapeleleza namba iliyokuwa imetuma ujumbe. Lakini huku katika kisiwa mwamba Charlie amekaa kando kidogo ya bahari na anawaza kweli kweli. Bidada Africa alipoweza kutokea akasema kwamba anahisi kwamba Odo yuko sahihi kabisa kuondoka ndani ya kisiwa hiki. Lakini bidada Africa akamwambia Charlie, Odo hayuko sahihi kabisa. Tunatakiwa tubakie hapa ndani kwa sababu hapa ndo penye amani ya mioyo yetu. Kwa kawaida kile inapofika nyakati za jioni basi wao wanakusanyika katika mfumo wa duara na kila mmoja anaelezea jana yake. Mwamba Ivan akamaliza kuyachana yote alionayo ndani ya mtima, lakini ikawa imefika zamu ya mwamba Charlie. Lakini Charlie alikuwa anawaza sana juu ya kupotea kwa mwamba Odo. Akawa anawaza huyu jamaa jana alinishirikisha kabisa kwamba tuondoke, alafu mimi nikawa nimemgomea. Akawa amekasirika na kusema kuwa siko tayari kufanya mambo ya kijinga hayo. Na kisha mwamba Charlie akawa anaondoka, lakini bidada akamsina kumwambia kuwa arudi asimulie maisha yake. Mwamba kuwa na namna yote kabidi kurudi tu na kwenda kusimulia mambo ya maisha yake yote. Basi Charlie akaanza kufunguka juu ya jana yake akisema kuwa nilipokuwa mdogo bana nilikuwa nikicheza na mdogo wangu katika maeneo fulani hivi ya mto. Kwa bahati mbaya dada yangu aliweza kufa kwa kunywa maji. Kutokea wakati huo wazazi wangu walikuwa wananilaumu sana. Yaani kifupi nikawa ni mgomvi mkubwa sana wa wazazi wangu. Mpaka sasa hivi hawajawahi kabisa kunisamehe. Naumia sana katika jambo hilo. Lakini huyu mwanamke akasema kuwa katika kijiji chetu hamna mtu ambaye anapaswa kumuumiza mwenzake wala hakuna mtu atakayekuja kukuumiza katika maisha yako yote. Baada ya mwamba Charlie kufarijiwa sana akajikuta tu anasema kuwa niko tayari kubakia ndani ya hiki kisiwa. Lakini Zoa akawa ameshtuka na kusema kuwa mbona inaonekana kama vile unatuchezea mchezo ambao unatusababisha tuendelee kubakia ndani ya kisiwa hiki. Bidada akatulizwa, lakini bado bidada alikuwa amekasirika na kuondoka katika lile eneo. Mwamba Nicholas akazidi kumfuata bidada huko akimtuliza na kumwambia kwamba tulia bidada, tulia, why are you complaining? Na bidada Zoa akawaka sana kwa kusema kwamba sitotulia mpaka boti itakapokuja na kutuchukua katika hiki kisiwa. Lakini Mwamba akabidi kuzungumza akisema kuwa haitowezekana kabisa boti kuja katika maisha yako yote hapa kisiwani. Bidada akaona kuwa basi hapa ni vita mura. Moja kwa moja akawa anafikiria kwenda kuitoa ile bracelet yake katika mkono, na hayo ndio wakiwa mawazo yake ya kuweza kufanya hivyo nyakati za usiku. Ishara za usiku wote wakiwa wamevulia zile bracelet, basi wakawa wanaingia katika menofani hivi ya mapango. Lakini Mwamba Nicholas akamwambia bidada kwamba anatakiwa kutulia sana na asikurupuke kabisa. Na walipokuwa wanazama ndani kabisa katika yale mapango, wakakutana na mwili ambao ulikuwa umelazwa juu ya kuni. Nikana kwamba ni kama kuna tambiko fulani ama rituals huwa yanafanyika katika maeneo haya. Aliponyenyua tochi yake atazame huu mwili vizuri, ndipo akajagundua kwamba ni bidada yule Judy rafiki yake ambaye yeye mwenyewe ndiye alikuwa amemshawishi kuja katika hiki kisiwa. Bidada alilia sana kwa sababu bidada Judy ni kama kila kitu kwake. Akajikuta mpaka ameweza kupata homa, akawa analala ndani na hatoki kabisa nje. Basi akachukuliwa Luis na kumwambia kwamba ampeleke bidada hospitalini. Bidada Zoa alipochukuliwa na kupelekwa hospitali, basi vipimo vikawa vinaendelea kama kawaida, na baadaye ilikuja kugundulikana kwamba hana tatizo lolote. Basi ikabidi kutoka pale hospitalini na moja kwa moja alienda kutana na bidada Africa ambaye alibaki anamshangaa tu. Africa alikuwa hana bracelet katika mkono wake. Bidada Zoa alipojaribu kumuuliza akasema kwamba amesaini yeye kubakia ndani ya hichi kisiwa. Kumbe bana, ukisaini kubakia hapa katika kisiwa basi wewe unavuliwa ile bracelet. Lakini akaja yule mwamba Eric, msimamizi katika hiki kituo, akampatia bidada zawadi ya ua akimpongeza kuweza kukubali kubakia hapa katika kisiwa. Lakini Zoa akamsihi
kumsihi na kumwambia kwamba isije kawa unajutia maamuzi yako siku za mbeleni. Sasa bwana, usiku wa leo likatolewa tangazo kubwa sana kwamba kutakopo na kimbunga kikubwa sana, lakini pia kutakuwa na mafuriko. Kila mmoja anapaswa kuwa ndani ya chumba chake. Na wakati kila mmoja anazidi kukimbilia ndani, Mwamba Chali aliendelea kulandalanda huko nje. Unadhani nini ambacho kitakwenda kujili ama nini kitakachokwenda kumpata? Kumbuka kwamba unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe kama bado, lakini unatakiwa kugusa alama ya kulike kadri uwezavyo. Kumbuka kwamba tamthilia hii inakwenda kutoka sasa hivi episode inayofuatia. Kama unavyoweza kuiona juu kabisa hapo upande wa juu wa screen yako, basi ukigusa hiyo na moja kwa moja inakupeleka kuitazama sehemu ya 3.